Hapa ndiyo sehemu ya awali baada ya watu kutoka mikoa mbalimbali, wale wanaotoka Kahama, wanaotoka Shinyanga, wanaotoka Dar es Salaam, Dodoma na hata Singida. Hapa ndiyo sehemu ya awali ya watu kushukia stendi ya mabasi Nzega. Na hapa kifupi tu ndio unaanza kupata usafiri wa baiskeli unapoanzia. Watu ubebwa kwenye baiskeli kwa ajili ya kupelekwa maeneo yao husika. Twende tukaangalia usafiri wa baiskeli unatumikaje hapa, lakini twende tukafahamu chakula kinachotumika katika maeneo ya Tabora, Nzega. Wao wanatumia vyakula gani hasa vya asili yao, bila kusahau utamaduni na maisha yao kwa ujumla ya watu wa Nzega na Tabora. Mimi ni Hassan Magulumali na kupitisha kufahamu mji huu wa Nzega, mkoa wa Tabora. Haya ni maji kutoka ziwa Victoria. Maji haya ni chanzo muhimu kwa ajili ya maji ya kunywa watu wa mji wa Nzega na Tabora. Lakini si hapa tu, kuna kwingine ambako kunaonesha mtu ambaye amebeba vitu viwili mikononi. Nyuma yake kuna kondoo, kuna mbuzi. Mtu huyu yuko hapa kwa ajili ya kuonesha tafakuri muhimu kuhusiana na mji huu wa Nzega mkoani Tabora. Hii ni Media wa Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Unasubiri nini kuungana nasi kuendelea kufahamu? Mimi ni Hassan Ali, twenzetu sasa. Kuna watu wanatumia nguvu zao kusafiri kutumia usafiri huu wa baiskeli. Hii ni Tabora, Nzega. Kwa jina naitwa Tadideus, najishughulisha na urekebishaji wa baiskeli. Bado wanaendelea kutumia baiskeli kwa sababu baiskeli ni moja ya usafiri wa hali ya chini, mtu anakuwa na umiliki. Ina maana yake lazima baiskeli zinakuwa zipo. Ni shilingi 500 kwa shilingi 1000. Ile inategemea na umbali wa safari unapoenda, kutokana na mhitaji anapotaka sehemu ya kupelekwa. Hii hapo, hata kuna wengine ambao unakuta ni usafiri ameshauweka kama vile inakuwa ni waoda wa kila siku. Yuko mwingine anategemea kwa ajili ya kumpelekea wanafunzi wake shuleni, kwa hiyo inakuwa ni mtu anaoda maalum kwa ajili ya kupeleka familia ya mtu shuleni na kuwafuata watoto kuwarudisha nyumbani. Vituo vya baiskeli ambao wanaitwa maarufu kama ganagana, ili maana vimekuwa vipo vingi. Kwa hiyo ina maana yake mtu anaweza akatoka hapa kwa kilomita 3 akatumia shilingi 2000 akaenda na kurudi. Uhitaji, watu wanahitaji usafiri mwingine uwepo. Lakini sasa kwa hapa hivi majinsi tulivyokuwa tumeshajijengea tamaduni zetu, kuna wengi bado hata mpaka sasa hivi kumwambia maana ya daladala au haisi anaweza kupanda na vituo vyenyewe viko wapi ni kitu ambao ni ngumu. Ila wengi wana uhitaji na haisi. Ni Mabula Kanyala. Mimi kwa umri wangu huu, basikeli alivyosema bwana mdogo hapa, nimezaliwa kwenye familia ya basikeli. Kwa hiyo nimekuwa kama ni mazoea, siwezi kuchoka, siwezi kufanya nini. Nikiacha kuendesha basikeli naweza nikajisikia na umauma kidogo. Kwa sababu hivyo ninavyoeleza mimi, mwili umeshaizoea hivyo. Kwa hiyo kuacha kutumia basikeli mpaka tena ukaanze kufikiria kwamba nianze kutumia kwenye chombo kingine cha moto, mpaka mazoea ya basikeli kwanza umeshayakata. Lakini kwa mimi nilivyozoea, siwezi kusema kwamba nimechoka, siwezi kusema kwamba mimi leo nalala naumwa, ni kawaida. Kwenye changamoto ya basikeli tunakutana na mambo mengi. Unaweza ukampagiza mtu mkaenda sehemu fulani akaamua kukudhulumu, au anaweza akakudhuru ukakimbia, yeye akachukua basikeli. Lakini mengine mambo yote hayo waka tunamwachiaga Mungu. Mimi nimeshafanya, nilikuwa Tabora, nimefanya kama mwaka mmoja, nilikuwa napataka kwa shilingi 300 kwa kila siku. Yaani asubuhi ubebe kwa shilingi 300 kila abiria. Kwa siku unaweza kaingiza shilingi ngapi ukitumia usafiri huo basi? Kulingana na uzoefu wako sasa na wateja wako walivyokujua.
wengine wapo wanalala mpaka saa 2, wengine wapo mpaka wanapigiwa simu, wengine wapo wanakaa kwenye meneo, kwenye tuseme kwenye parking ya basikeli mpaka aje mteja apite. Wengine wapo tunapigiwa simu kama kitendawazi cha saizi, utandawazi wa saizi umeshaanza kuwa mtu gana anayeendesha na simu ana namba za wateja. Mimi ni Samueli. Una Samueli, ujue hapa Tabora naona watu wengi wanabeba abiria kwa kupitia baisikeli. Wewe kama msafirishaji wa kutumia baisikeli, ni changamoto gani ambayo unakutana nayo kwenye biashara yako? Changamoto zilizopo bwana ni wateja tu, labda kwenye changamoto zaidi labda kwenye milima ndio tunapata kidogo jasho kidogo linatutoka. Kwenye mlima mteja anashuka au bado anaendelea kukaa? Kuna wateja wengine hawashuki, kuna wengine wanashuka. Kwa sio shuka, wewe kama dereva unafanyaje? Inabidi nikomae tu. Kwani mara ngapi unakuchukua kula kwa siku? Mara tatu, lakini msosi uliokamilika. Yaani ukisema msosi uliokamilika unamaanisha nini? Msosi wa kutosha. Kama ni chapati za kutosha. Chakula gani hasa kinakufanya wewe upate nguvu hadi kufanya hii kazi ya kubeba abiria? Ugali. Ugali ndio chakula kikubwa zaidi. Ugali ndio chakula kikubwa zaidi. Ukija Nzega, Tabora, huu ndio usafiri pendwa ambao watu wanapanda kwa ajili ya kusafiri. Nami ngoja nisafiri. Twenzetu bwana. Instrumental of Mother of Africa. The sound contains Africans traditional and birds in low voice. Nimetoka mjini hadi kufika hapa kwa ajili ya kusaka habari ya kukufahamisha wewe kuhusiana na Nzega, Tabora. Lakini nikapewa taarifa kuwa kuna sehemu utapata maji kwa ajili ya kunywa, na maji haya, bomba hili ndio tegemezi ya maeneo haya. Vitongoji baadhi hapa havina maji. Maji ni changamoto kubwa sana, maana kuna vitongoji vingine vina maji, vitongoji vingine hata maji hata vile visima havina. Kwa ni changamoto. Watu sasa hivi wanaenda kuchota maji kuanzia saa 3 usiku, anaenda kusubirishia maji kwenye visima na anarudi mpaka hata saa 5. Watu wanahangaika sana kwenda kutafuta maji, unakuta wanatoka sehemu ya mbali anaenda kutafuta sehemu ya mbali. Unakuta wanapata shida kubwa sana. Kuna wengine wana watoto wajawazito, kwa unajikuta inawaathiri kiasi kubwa. Kuna baadhi ya vitongoji hapa bado hayajapata huduma ya maji. Kwa mfano visima virefu vile vya kuchimba hivyo. Pia haya maji ya mtandao wa Ziwa Victoria, kuna baadhi ya vitongoji hapa hatujapata, ni kwemo na mimi kwa kitongoji changu cha Iguma bado hatujapata hayo maji. Lakini shughuli yake ya kuyapata ya maji hadi yatoke inahitaji nguvu ya kutosha sana. Wakazi wa hapa wao wanachotaje? Hebu tuone anavyochota, nimsaidie. Namuona dada kaja, nimsaidie kuchota maji. Nalita Nosano Pambe. Nalinzengiwa Gitengwe nabyaliwa bali adi. Kero jise kuno na awasiliane na makampuni gamba teyo ga ntandao tulikoya sana ugono ntandao
mtandao yote tu mtandao kwa simu, yani huku waishiki mtandao kwa simu. Barabara wegije yani tole numbere jadoendelee na mambo genayo. Yaya gelo oisande ko ntole ko jiji okonde ko jiji ngo hotebe geki kale haka ko noko usayo tole sadi kayo ko jiji ko no kula mana aboto abeto sanga ba chama ki kimo to kamanero kadika kwina kikoi beto sanga ba chama kimo tulomba watwenhere minzi umeme pia shitongoji na minzi ga kuingazi ya Victoria bagasambaje gabize na ntandao ntale shihamo na mitandao ya simu batwenhere tutena mitandao ya simu jirigera bo shida batwenhere niyo. Jamani, hii kazi hapa karibia dakika 15 na ndoo bado haijajaa. Hii ndoo ndogo. Je, ndoo kubwa itakuwaje? Hii ndio hadha unayokutana nayo wananchi wa maeneo haya ya Kitengwe, Nzega, Tabora. Hii ni habari fupi mahiri kwa Afrika.